wetu is 2. Amara ametimiza miaka 2 kwenye macho yetu. Tutakuja kumshangaa mtoto mwingine wa star ambaye aliwahi kutimiza kukua kwa haraka kwenye mitandao ni wa Diamond, Tifa. Jamani, Tifa amekuwa mdada. Yaani Tifa anazaliwa tuko hapa. Tifa anakuwa tuko hapa. Tifa ataolewa tuko hapa. Jamani, sisi tutakuwa wazee sasa. Nye maisha yanaenda kasi. Sasa hivi ni Amara. Amara amezaliwa tuko. Jamani, sasa hivi Amara miaka 2. Kwenye birthday ilikuwa na shamra jamani, ila familia sasa hivi ya Mario, familia Kajala, familia ya Harmonize, wana mbwembwe. Guys, wana mbwembwe. Hivi nikisema mbwembwe mnanielewa? Mpaka nimekaa na shangaa kwanza wameandaa jamani. Watu wetu wanatoa wapi hela kwanza? Mpaka na unajua nilikaa nikasema Paula ndo anamforce Mario kufanya hivi vitu. Nikasema Paula ndo anamshauri au hizi hela anatoa Harmonize? Nikabaki najiuliza maswali. Kweli inatupa story in town, inatupa mastori sana, na mimi nasubiria vlog nione James ilivyokuepo. Wamevaa t-shirt ya pinki meupe, imeandika Amara is 2. Wamejibeni birthday imepangwa ikapangika, sio kwamba wamekurupuka. Nimekaa sina hili wala lile, namuona naye paka Juma Lokole alikuwa na t-shirt limeandikwa Amara is 2 la pinki. Nikimwangalia huyu ana t-shirt, nikimwangalia huyu ana t-shirt. Jua kali wote wamepigwa t-shirt. Nikasema walinunua au wamechangia. Maana sikuta tunaongea kumbe zimechangishwa jamani, birthday ya Amara imechangishwa. Au t-shirt zimegaiwa bure. Yupo. Nikasema mimi nimsanue Paula mapema. Unaona kuna mtu amecomment au mama yake Mario yuko high kabisa, na alikuja kwenye ilikuwa ni ile nani ya uzito nadhani alikuwepo. Eti bure sio kweli. Inawezekana ndugu yangu, watu wanajipanga. Shule ni kujipanga. Tusije tukamloma. Alafu mtu kutumia hela zake sio kesi, lakini sisi ambao tunatafuta hela kwa tabu, tunaona mimi kufanya vile, mbona naona kama nitatumia gharama hiyo, gharama mimi si nikachukue nikinunua mizigo China hii nikileta. Yaani nakuwa nawazaga tu hivi. Sijuagi kwa nini. Yaani lazima mimi nianze hii 500 nikienda kuitumia hapa. Ila nikichukua kuna kitu hichi nikiwaletea watesi, haya kinauzwa 5,000 China. Nikija kiuza 10,000 sipati faida. 15,000 sipati faida. Basi naacha kufanya hilo jambo. Lakini wenzetu wao wamejipanga, wamejizatiti watesi. Birthday ilikuwa lele. Ilikuwa mpaka na mafataki. Tumezoea harusi zake. Ushaona JSM anafanya harusi yetu tukaanza kukaa tuna discuss. Tunaanza kusifia, "Wow, jamani, mmeiona harusi ya JSM? Wamefanya mafataki, misururu." Kwa sababu tunajua hela zao ni za kutosha. Lakini njoo kwetu kwa wenzetu na mimi, ama baki na Paula na Mario, hela zao ni za kawaida ambazo hata sisi tunazo. Tusianze kudanganyana kwamba Mario labda ana pesa nyingi, amewekeza. Mario ni kwanza bado anajitafuta. Kwa hiyo kufanya jambo kwa mwanae is not bad. Kiukweli kufanya jambo kwa mwanae sio bad. Kwa hiyo sisi tunachambua kwa upande wetu ambao sisi hatuna hela watesi. Pati waliofanya kina Mario ni kubwa mno. Ilikuwa mpaka na mafataki. Lakini pia ni kwa upande mwingine, ukiacha tu kusema sisi ambao tunaanza kujibadilisha budget za watu, ni content kwa Paula kwenye vlog yake. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Biashara inaweza isiwe huku ikawa upande mwingine. Kwa hiyo nachambua kote ili test na wewe unaweza ukafanya hichi kama unavaa vlog na wewe unataka kuanzisha vlog yako na wewe ukaangalia namna nzuri ya kuweza kufanya. Wamealikwa watu, jamani mlimuona hivi yule mtoto anamwambia mtoto anamwambia nani yule jua kali mnene yule. Mimi nimeshaanza kusahau watu. Hii memory nayo inajaza vitu vingi. Love jua kali. Anamwambia muone yule alivyomne. Watoto wa siku hizi bwana hawajui kufanya. Kuficha mambo. So Amara kilichonishangaza ni kwani analia birthday nzima. Akibebwa na Harmonize analia. Akibebwa na mamake analia. Akija mtu akibeba analia. Jamani nikasema kwa nini sasa analia? Shule ni ndio maana mimi nasema mimi siwezi kufanyia mtoto wa miaka 2 bado hajajielewa. Msubirini miaka 3 4 mtoto anajielewa kitu kile ananifanyia mama yangu. Wow, jambo zuri. Mtoto anafurahia, anashekelea, lakini mnamfanyia mtoto birthday nzima analia.
Na mimi nimeshapitia malezi, naelewa kwa sababu kipindi miaka miwili, amsubiri miaka miwili na miezi 4 na miezi 5, mtoto atakuwa anafurahia birthday. Unaona? Wao akiona ta birthday ya rafiki, unampeleka kwa jirani, unaona anacheka. Ndio maana mimi sitaki hata kupoteza hela zangu. Sababu mtoto mwenyewe haelewi. Mtoto mwenyewe ukimshika akibebwa huko analia, akishikwa huko analia. Ya nini sasa mimi nikapiga paka mashuti sijui mafataki? Ya nini? Kajala mimba kweli. Mimi mbona sijaiona mimba mpaka sasa hivi? Au mnamuona kuna mabadiliko ya mwili? Kanenepa. Asubiri hata miaka 3. Miaka 3 alikuwa anaweza kufanya birthday kubwa. Mtoto anajielewa. Miaka 3 bwana bado. Shamuona mtoto miaka 3 bado. Miaka 4 au 5 mtoto anaelewa. Miaka 3 anaweza akachukua ile ndani akatia mikono, yani bado ana akili za kitoto. Anaweza akachukua kalilia keki yake msikate. Yani bado mambo ni mengi. Kwa hiyo mnafanya birthday lakini mwenye birthday yake analia. Hai make sense. Kwa hiyo mnafurahia nyewe. Na baada ya pale wewe birthday kuishia pale ndio makweli watu wanapenda sherehe. Mimi kumbe tu ndo sipende sherehe. Ilikuwa walitoka out after birthday party kwa mara ya kwanza Tanzania. Si tunashazoea after party na kwa labda ni shughuli ya msanii mkubwa, baada ya hapo unakuwa na after party, lakini ile ilikuwa baada ya shughuli ya birthday ya mtoto wa miaka 2 ilikuwa na after party. Wakaenda klabu, wakaenjoy wenyewe, jamani je basta wetu raha. Bila wao kufanya hayo sisi tungeongea nini sasa hivi? Wakaenda klabu birthday ya mtoto wa miaka 2, wakaenda wakacheza klabu, wanaenjoy pale wenyewe. Wanacheza wimbo zao wenyewe jamani. Eti Mario kaingia. Mario ilikuwa sio vitu vyake. Kiukweli hiyo Mario naona anajionea jamani yeye kaeka. Nimepata mwanamke anapenda mashughuli, anapenda matashiti. Fresh. Taongea basi. Nimalizane na Otis. Nesa yuko hapa. Nesa. Msalimie ombe muda wa kusalimia. Yupo bwana leo. Eileen. Mwagaribu peka majina kaka. Nasema Eileen. Hayupo. Manunu. Kwa hiyo ngoja nionyeshe siju video na huko kwenye simu hii au simu hii ya huko. Ukiwa huko taumia sana. Mimi natamani iwe huko. Unakula nini leo? Unakula na nani? Kwanza. Tuazia. Si mtoto mwanangu. Ni chako ajua. Hii video bwana itakuwa huku kwangu kwenye simu hii haipo. Hiyo video itakuwa huku kwenye simu hii hapa. Mimi natunzaga tu kumbukumbu. Mbea unajua unaweka zana nisije kusema Kerry aliazusha. Unaonyesha tu video hii hapa. Jamani, si walikuwa wanacheza wenyewe? Sasa video iko huku. Kama zipo kwenye maboksi yale kuja sasa hivi. Wema ana mimba kweli? Gravity. Swali gani hilo jamani size? Nifa hajaenda okay. Nifa hajaenda, Nifa kanuni.